Jana kuna issue moja ilikuwa inatembea ya Paul Pogba mchezaji wa Monaco na timu ya taifa ya Faransa akiwa na Ansu Fati wa Spain. Kwa sababu wote ni wachezaji wa Monaco. Wameposti picha, I think walikuwa wanafanya mazoezi. Wakawa wamekaa kwenye pitch, wakaposti picha. Pogba akaposti kwenye page yake, ameposti wimbo wa Salima Chika ambayo yuko na Rayvanny unaitwa Songi Songi. Watu wengi wanajaribu kuuliza, sasa mtu kuposti ndio nini? Mtu kuposti ndio habari gani? Angalia, yani shabiki anaitwa kwa Pogba akiposti. Listen, unajua katika njia kubwa sana ya muziki ya wasanii ambao huwa wanapenda ya kufanya promo ni kuona wimbo wako wanashare watu wenye fanbase au wenye influence kubwa duniani. Sasa baada ya Pogba kushare akiwa na Ansu Fati, ule wimbo umepata likes nyingi sana ambayo inasaidia sana kwenye promo. Likes 300,000 na comment 2000 inaenda kutafuta 3000. Reposti 2000, share karibia 4000 kwa wimbo ambao tena ameposti kwenye chorus na verse ya Rayvanny kidogo kwamba karibu Dubai, akataja Kilimanjaro, akataja baadhi ya sehemu za Tanzania ambazo ni kivutio. So usione mchezaji au mtu mwenye influence kubwa akiposti wimbo wa mtu fulani au akiweka tu background sound fulani hivi, wewe ukaona hamna story. Story ni kubwa sana. Katika kitu ambacho wachezaji au wasanii kwa mfano wa Nigeria wanafanikiwa, huwa wanapitia migongo ya wachezaji. Kwa mfano Davido leo inawezekana ndo msanii kutoka Afrika pekee ambayo Cristiano Ronaldo amemfollow kwenye page zake za Instagram kwa sababu alimuimba tu kwenye wimbo wako Mr. Ronaldo. Tusianze kukejeli hiki ambacho amekifanya Pogba kwa Rayvanny. Wimbo sio wa Rayvanny, wa Salima Chika. Na kitu kimoja ambacho Rayvanny amewazidi wasanii wengi, huwa anajua kucheza na upepo. Leo hii Rayvanny ana trend kwenye hizi page na watu wanajaribu kumuonyesha Rayvanny ni kwa sababu Rayvanny ndio ana fanbase kubwa, ni maarufu kuliko Salima Chika. Kwa kupitia wimbo wa Salima Chika wa Songi Songi, Rayvanny pia amepata upepo na yeye wa kuzungumziwa. So hii ina faida kubwa sana unapoona msanii au mchezaji wa mpira wa miguu mwenye influence kubwa anaweka wimbo wa msanii wa Tanzania au wa Nigeria, wasanii wanafurahi kwa sababu anamsaidia kwenye promo. Kwa mfano, mchezaji anaitwa Odoi wa Nottingham Forest pamoja na Elanga, wote wanatoka Nottingham Forest. Kila Diamond akiachia ngoma huwa wanatumia nyimbo zake. Sasa imagine huyo Odoi ametoka Chelsea kaenda Nottingham Forest. Angalia engagement ya mshikaji na anasaidia vipi kufanya promo ya wimbo au nyimbo za Diamond.